Nilipotazama malaika walienda wakaenda mwisho, ndio wanamjia wao. Wakaenda hivi, sikuona mwisho, lakini mbele niliona utukufu wa Mungu na kiti cha enzi. Hapo ndio niligundua kitu moja. Wakati Mungu alijaribu kunena, malaika wote maenda mpaka wote wanainama, wanaenda mpaka chini, wakisema unastahili kuabudiwa. Akijaribu kunena tena, wanainuka wakisema Bwana ni wewe. Na hapo nikajua ukweli, Mungu huabudiwa kila wakati. Bwana Yesu na asifiwe. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini tumefungiwa makanisa tusiende, tusiabudu, tusiingie hapa kusifu, tusifanye yale mambo ya kawaida tunayofanya. Lakini wakati walikajua ukweli, Mungu anaabudiwa na nasifiwa. Na hao watu walikuwa wanaenda wote. Hata mimi nilijipata naenda na wao. Wakiinuka, nilijipata nainuka na wao. Sasa ule Mungu alikuwa anatumana kwa wanadamu hapa ulimwenguni. Bwana Yesu na asifiwe. Na nikiwa katika hiyo hali, nikawa na nafasi ya kuongea na huyo Mungu. Nilikuwa katika maono, niseme katika hali ya kuongea na nani? Mungu. Nikamuuliza hayo maswali, kwa nini? Akaniambia hakuna sekunde hata moja mimi siabudiwi. Hakuna sekunde hata moja mimi sisifiwi. Ila tu wanadamu wakati mwingine wao ndio hawanisifu wakati mwingine. Mimi mwana wako nataka nikutumikie, nitakutumikiaje? Akaniuliza swali, unataka kunitumikia kufanya nini? Nilikamwambia nataka plant the heaven, let more souls to eternity. Akaniambia umepewa hilo, unaweza fanya. Akaniambia, nikamwambia tena nitatumia mbinu gani kufikia watu na wamefungiwa makanisa? Akaniambia utaenda na utawafikia. Bwana Yesu na asifiwe. Na katika hiyo hali akanitoa, tukiwa tunatembelea juu sana, mahali kulikuwa na mwanya. Akaniambia angalia chini. Ndio niliona ulimwengu uko mbali, na nikaona wanadamu wote wako katika giza. Ile giza niliona, akaniambia hao wote angalia, wameinua mikono yao, wote wananililia, wanataka niwasaidie. Hakuna siku sitaabudiwa katika ulimwengu, na hakuna siku sitainuliwa. Kila sekunde naabudiwa. Bwana Yesu na asifiwe. Njia za Bwana ni za kipekee. Ambia jirani yako, njia za Bwana ni za kipekee. Na ni lazima ainuliwe na aabudiwe kwa njia ile anayotaka. Na yeye anayotenda ni ya kipekee katika wanadamu, ila kiumbe alichoumba. Bwana Yesu na asifiwe. Ambia jirani yako, mambo malivyo unaona mafuraha. Angimuona hata maseo, ti maseo. Angimuona hata mabugu, ti mabugu. Angimuona mayipo nando ukona uimachaji na mo. Not the way you see it. Iko tofauti. Bwana Yesu na asifiwe. Na siku ya leo Bwana amenituma nikuambie hilo neno. Haleluya. Tulisoma kitabu cha Wafalme wa Pili, mlango wa 7, mstari ni ule ambao ni 3 kwenda chini. Inaongea kuhusu watu wanne walikuwa na ukoma, the 4 lepers. Kitu ya kwanza nikiwaelezea kuja kufikia kwa hao wenye ukoma iliyetendekaje, ndio tukuje kuwasoma. Samaria ulikuwa ni mji wa Bwana. Watu wa Mungu ambao walikuwa katika Samaria wakaasi Mungu, na Mungu akaamua kuwapiga kiboko. Na alipoamua kupiga, akatumia wale maadui zao wakaingia katika nchi yao na akachukua kila kitu. Samaria ikaingiwa na kiangazi. Bwana Yesu na asifiwe. Kulikuweko na watu wanne wenye ukoma, na wakawa wametupwa nje ya Samaria. Kitu ya kwanza, ukiwa lepa ama mtu mwenye ukoma, ulikuwa mtu wa aina gani? Jambo la kwanza, ulikuwa isolated kama mwenye corona.
ulikuwa neglected by your family members. Watu hawakutaka kuhusishwa na wewe. Mendawi kalibasa na mwono waito woku kutoka mmoa. Jambo la tatu, ukuwa unapewa chakula, ukuwa karibu na watu. Ulikuwa unatupwa nje ya watu. Hao watu waile wakawa wametupwa nje ya mji. Na wakiwa katika mahali pale, wakawa na wazo, wakawa na maswali. Tuetele kukwana tukajigabaya musini ya Wasamaria tukiyawoneza na momena tena mwena hata ya tukiingia ndani tunakufa. Wakasemezana tukitembea tuende kwa wale ambao maadui zetu wamekaa pale, tutauawa ama watu wache tukue hai, lakini tukikaa hapa pia tutakufa. Bwana Yesu na asifiwe. Na wakasemezana wao wenyewe, wakasema hatutakaa hapa na tutaingia katika ule mji wa Samaria tena, maana tayari washatutupa nje. Tutatoka tuende kwa wale maadui zetu, maana wana chakula, wana manguo, wana fedha na wana kila kitu. Tukienda pale wakituua ni sawa, tukienda pale watupe chakula ni sawa. Na wakaamua wao wenyewe wataenda. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Njia za Bwana ni za ajabu na ni za kipekee. Bwana Yesu na asifiwe. Katika ile hali kukatokezea nabii Elisha. Akitembea Elisha akaulizwa, mbona umeacha hii miji ihangaike kwa njaa, ihangaike kwa mambo haya tunayopitia, watu wanakufa? Elisha akawaambia, saa kama hii kesho hii nchi haitakuwa na kiangazi tena, itakuwa na chakula. Amen. Siku ya leo tuko na watu waine katika hii kanisa ambao wanaukoma. Tena ana kanisa ni mena mambo. Kuna mtu ambaye yuko hapa ni mama anaukoma. Kuna kijana yuko hapa anaukoma. Kuna baba yuko hapa anaukoma, na kuna mtu yeyote ambaye labda tuwasielezea ni nani anaukoma. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Haijalishi ukoma ni mgonjwa. Tena wanakana ukoma na wenda wana wao. Na wenda utemu wao utembea wewe muima. Lakini wewe wao. Mwenda kawe. Na wewe manake ni muhimu, lakini wimbo wao. Haleluya. Ngulie waitata. Ngulie wa. Haleluya. Ina uwezekano wewe uko katika hali tata. Na mahali pale ulipo unaona watu wa kweli wamekuacha. Mahali wewe ulipo unaona watu wamekutenga, ni kwa sababu ya shida unayopitia. Kuna watu ambao mona maeneo na mona alima ameniwenando ili kiunikiswanyokia kili nisio. Mungu ana mipango mingine katika maisha yao. Haleluya. Labda uko hapa unaona biashara yako haiendi vizuri, na unaona ni kama kuna mtu aliinukia biashara yako. Hiyo ni hali moja ya kujiona wewe uko mahali fulani unaukoma. Haleluya. Labda uko hapa ni wewe ndio ukwata wewe na wasomie. Na wana labda haukwenu ndio wewe wao kwa kuitabadala kiuni ya kwamba umekamatwa na maroho ya ukoo. No inapata hiyo. No hizo nawe okiliko chako ukikwete. Mwena kawe. Bwana Yesu sifiwe. Na wakati mwingine tumeshikwa na ukoma wa kiakili. Tunaona watu wametuendea kwa uganga na uchawi. Tunaona watu wanatugandamiza katika mambo yetu. Tunaona watu wanaharibu mambo yetu. Lakini nataka nikuambie ya kwamba siku ya leo ni wakati wako wa kuchukua hatua na wite kilingo chako msama. Ondo angwa ana metie kilingo msama.
katangai. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Watu walitembea wakisema sisi tumetengwa kwa sababu tuna ukoma. Haleluya. Na wengine wakaona hao wanaume kile walichobakisha ni kufa. Noida siani na bayuni mwako uiona kila kitu alete kukua. Noida usiaisi uko na kabisa sana kuko kitu udela. Nienda kwesi kwa Yesu kaigwa. Nienda kwesi kwa Yesu kaigwa. Uenda mama unachiona iwezekani. Siana zako usiudhimite ukakoma hautuku uiite. Ninakuja kukutangazia haitakuwa hivyo tena. Chukua hatua. Nasema nitaenda mahali pana Bwana. Iwapo nikakutoa, toa. Iwapo nikakuimba, imba. Iwapo nikakuabudu, abudu. Na Yesu atakutoa katika hiyo hali. Bwana akiamua ni wewe utasaidia. Utasaidia ukiwa katika ule umoja uliomo. Amen. Waliinuka watu waliokuwa wametengwa wakawa ndio msaada katika nchi ya Samaria. Inawezekana wewe ndio msaada katika nchi ya Kenya. Amen. Unawezekana wewe ndio msaada wa nchi ya Kenya. Unawezekana wewe ndio msaada wa hili kanisa. Hauiona watu wengi. God's ways are unique. Mungu anaweza kukutumia wewe kijana. Mungu anaweza kukutumia wewe mama. Mungu anaweza kukutumia wewe baba. Ukabadilisha hili kanisa. Amen. Mungu anaweza kukutumia wewe ulio hapo na jana wewe ukabadilisha benki. Mungu anaweza kukutumia ukabadilisha ikwaya. Mungu anaweza kukutumia ukabadilisha vijana wote katika kanisa la Bwana. Amen. Haijalishi uko katika hali gani. Haijalishi umesoma umefika wapi. Haijalishi uko na mali gani. Inawezekana hauna pesa, lakini Mungu amekupa hekima na roho wake. Unaweza ukaokoa wenye pesa. Haleluya. Haijalishi wewe utasoma, Mungu anaweza kukutumia wewe ambaye hauna hekima hiyo ya dunia na akakupa roho wake kubadilisha ulimwengu wote. Amen. Haleluya. Siku ya leo nimekuja kutangazia mtu ambaye amejiona yeye hawezi. Nikwambie ya kwamba unaweza. Unaweza. Bwana akasikia kilio chako siku ya leo. Bwana akapangusa machozi yako siku ya leo. Baba akatende jambo jipya siku ya leo. Huu ndio wakati. Labda kwenye kazi kuna misukosuko. Wengine tunasema uchumi uko chini. Mungu aone uchumi uko chini. Anaona njia ya kukubariki ikiwapo. Haleluya. Wengine biashara unaona zinaisha. Mungu aone biashara inaisha. Anaona maendeleo ya biashara yako ikiwa ni kubwa. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ikimalizia, Yesu akisema maneno haya, njooni kwangu ninyi nyote mlio na